Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Yes, wanasema hayawi hatimaye yamekuwa mtazamaji wa RTV sambamba na Watanzania wengi duniani kote walikuwa wakisubiri kwa hamu hukumu ambayo itawakabili wasemaji wa klabu kubwa na kongwe nchini Tanzania. Hapa nazungumzia Simba Sport Club sambamba na wananchi Yanga da African, ambao hawa wasemaji wao ni Ali Shaban Kamwe kutokea klabu ya Yanga sambamba na Ahmed Ally kutokea klabu ya Simba, ambao hao walikuwa wanashtakiwa kwa kosa la uchochezi na kamati ya maadili ya TFF. Ikumbuke kuwa mnamo Machi 6, Machi 5 sambamba na Machi 7 walikuwa wakihudhuria kwenye kamati ya maadili kwa ajili ya kusomewa mashtaka yao, na watu wengi wakajiuliza nini hukumu yao, lakini za ndani zikapenyezwa kwamba Ahmed Ally yeye yuko salama, lakini Ali Shaban Kamwe amefungiwa kwa takriban miaka yeye amefungiwa kwa takriban miaka 2, wengine wakaenda mbali zaidi kusema wamefungiwa kwa takriban miaka 3, wengine 4. Lakini kweli ni kwamba Ahmed Ally ni kweli yuko huru, kwa maana hana kosa lolote, baada ya taarifa kutoka katika kamati ya maadili kutoa mrejesho kwamba Ahmed Ally yeye hana kosa, kufuatia kwamba bodi ya ligi imekosa vithibitisho sahihi vya kuthibitisha kesi yake na kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo la uchochezi. Lakini upande wa pili kwa Ali Kamwe, yeye amekutana na lungu ambalo litamtaka kulipa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuchochea umma kinyume na kanuni ya 73 kanuni ya maadili ya TFF, ambao ni toleo la 2021. Sambamba na kupewa lungu hilo la kulipa faini ya milioni 5, amepata adhabu nyingine ya kupewa onyo la kutokufanya kosa lolote la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Hivyo basi amefungiwa kutokufanya kosa lolote ndani ya miaka 2. Kwa tulikuwa tukisikia skendo mbalimbali kwamba Ali Kamwe amefungiwa. Ndio amefungiwa, lakini si kujihusisha na soka, bali amefungiwa kutokufanya kosa lolote la kimaadili ndani ya miaka 2. Kwa maana endapo atafanya kosa hilo, itakuwa yuko hatiani kupewa adhabu kubwa zaidi. Kama unavyokumbuka, kuna vifungo vya aina nyingi. Kipo kifungo cha nje ya jela, lakini kipo kifungo cha ndani ya jela. Sambamba na huku ndivyo ilivyo, kipo kifungo cha kufungiwa moja kwa moja kutokujihusisha mpira, lakini kipo kifungu kingine ambacho utakuwa unatakiwa kuangaliwa kwa muda fulani, na hii imemkuta Ali Shaban Kamwe. Yeye atakuwa yuko kwenye uangalizi kwa takriban miaka 2. Hatakiwi kufanya kosa lolote la kimaadili. Lakini kosa ambalo ameshtakiwa Ali Shaban Kamwe ni kupitia ukurasa wake wa kijamii baada ya kuchapisha machapisho mbalimbali, ikiwemo chapisho mojawapo lililokuwa likisema marefa acheni kuwabeba makolo, inatosha sasa. Kwa maana kuna namna alikuwa anathibitisha kwamba marefari walikuwa wakiwabeba Simba Sports Club ambao yeye hupenda kuwaita makolo. Hivyo basi kuanzia hivi sasa tayari tushapata ukweli na kujua hatima yao, nini kimeendelea mbele yao. Sasa kwa sasa hivi sina la ziada, cha kukifanya tu wewe mtazamaji ni kusubscribe channel yetu, lakini pia usisahau kulike, kucomment na kushare content yetu kwa watu mbalimbali. Jina langu ni Gift Mario. Bye bye. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.